Tukiwa tunaendelea na safari ya mfungo wa Kwaresma, leo tuzungumze njia ya kurudi nyumbani kwa upendo wa Mungu. Kitubio si jambo la kulifanya kwa haraka au bila maandalizi ya ndani. Ni safari ya moyoni inayohitaji utulivu, ukweli na unyenyekevu. Ingawa rehema za Mungu hazipungui na yeye husamehe kwa dhati anayemrudia kwa moyo wa toba, maandalizi yetu huamua kiasi kikubwa neema zitakapotokea. Kwa wengi sakramenti hii imefunikwa na hofu au kutoielewa vizuri. Huenda ikaonekana kama jambo gumu au la kuogopesha, lakini ukweli ni huu: hapa ndipo mahali pa kukutana na upendo wa Mungu usio na mipaka. Ni mahali ambapo Mungu anakukimbilia, anakukumbatia na anakupokea tena, kama baba anayemlaki mwanaye mpotevu. Haijalishi umeanguka mara ngapi au umeenda mbali kiasi gani, furaha ya Mungu ni kukuona ukirudi. Hata hivyo, zawadi hii kuu inahitaji heshima na uzito unaostahili. Haitoshi kufanya uchunguzi wa dhamiri kwa haraka au juujuu. Chukua muda, tazama maisha yako kwa uaminifu, mawazo, maneno na matendo. Usipuuze dhambi kwa sababu zinaonekana ndogo. Kila dhambi huacha doa katika uhusiano wetu na Mungu. Lakini habari njema ni hii: kila toba ya kweli hufungua mlango wa neema, na kila kukiri kwa unyenyekevu hurudisha ule ukaribu uliopotea. Hivyo basi, kitubio si mzigo, bali ni zawadi. Ni nafasi ya kuanza upya. Fanya uamuzi wa makusudi. Usisubiri hadi ujisikie mzito sana wa dhambi ndipo uende. Badala yake, jizoeze kwenda mara kwa mara, angalau mara moja kwa mwezi. Hivyo utalinda moyo wako uwe safi na wazi kwa neema ya Mungu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, huu ni mwaliko wa pekee. Usikose fursa hii ya kurudi kwa Baba. Jitayarishe kwa kina, tubu kwa dhati, na uingie katika siku takatifu za Triduum ukiwa na moyo uliosafishwa na amani ya ndani. Je, tayari umekwenda kwa kitubio katika kipindi hiki cha Kwaresma? Kama bado, una nafasi. Mungu anakusubiri na anakukaribisha kwa upendo wa kibaba. Jumatano tutaenda kutoa tabasamu la upendo kwa mama niliyekueleza katika tafakari iliyopita. Bado unaalikwa kuwa miongoni mwa wale watakaopeleka tabasamu kwa mama huyu. Naitwa Isaac Mwacha. Siku njema, panapo majaliwa.